maeneo kadha wa kadha. Wachezaji wanapaswa kujitathmini. Je, wamecheza kwa kiwango cha level ya Simba? Benchi la ufundi linajitathmini. Je, tumeandaa mpango sahihi kwa kiwango cha Simba? Viongozi tunajitathmini. Je, hii mechi tuliandaa vya kutosha? Kwa kila mtu kwenye eneo lake anajifanyia tathmini ili ajiridhishe kwamba alifanya kazi yake ipasavyo, na baada hapo watapata majibu, na majibu yake sio ya kutolewa hadharani. Majibu yake ni utayaona tarehe 30 mwalimu atakapofanya mabadiliko aidha ya kikosi ama ya mfumo ama ya wachezaji, ama kama ataamua kubaki vile vile, maana yake yeye tayari amefanya tathmini na amesimamia kwamba hii mimi ndio njia yangu. Kwa hiyo tusubiri, tutapata majibu kamili baada ya tathmini ya Yes, huyo ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana Ahmed Ali alizungumza hivyo, lakini kubwa zaidi ni kwamba yeye amewataka viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na wachezaji wajitathmini, kuangalia kwa namna gani wameweza kupoteza mchezo huo dhidi ya Petro di Luanda, mchezo ambao ulikuwa unaonekana Simba wakiwa na nafasi kubwa kupata ushindi kutokana na aina ya magoli ambao wao wameyakosa. Lakini taarifa za ndani kabisa zinaeleza kwamba kocha Dimitar Pantev amepewa sharti zito katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kabla hatujajua ni sharti gani hilo, asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles, na taarifa hii itakuwa kipoa nguvu na Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina zote, kwa maana yale mabati ya mgongo mpana, mgongo mnene, yale ya matilo ya chenga pamoja na yale ya mfano wa vigae. Wasiliana nao kwa namba ambayo unaiona hapo chini na wewe uwezeke nyumba yako na Bati Quality. Sasa subiri nikupe taarifa kiujumla. Inasema hivi: baada ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza mechi ya kwanza hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa Afrika msimu huu, unaambiwa ndani ya klabu hiyo moto umewaka, huku mabosi wa Wekundu hao wakimpa sharti gumu kocha Dimitar Pantev, wakitaka ashinde mechi ijayo, la sivyo kibarua kitaota nyasi. Simba ambayo inatumia uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo jijini Dar es Salaam kwa mechi za nyumbani michuano ya kimataifa msimu huu, Jumapili ya Novemba 23, 2025 ilipokea kichapo dhidi ya Petro di Luanda ya huko nchini Angola. Mechi hiyo iliwafanya mabosi na mashabiki wa Simba kunyong'onyea, huku wengi wakidai kwamba shida ilianza kwenye upangaji wa kikosi. Malalamiko mengi yalikwenda kwa Pantev, ambaye anaonekana kuwa ndiye mwenye kauli kubwa kwenye benchi la ufundi la Simba kuliko Suleiman Matola, ingawa kocha huyo Suleiman Matola yeye ndio kocha mkuu. Taarifa za ndani zinasema kwamba baada ya kupata matokeo mabaya, viongozi walitaka kumfukuza kocha huyo, ila wakaamua kuzungumza naye kwanza. Chanzo cha taarifa kinasema kwamba walihuzunishwa na namna alivyopanga kikosi kama kinakwenda kucheza mechi ndogo wakati ni michuano ya kimataifa. Hivyo ili kuhakikisha anafuta makosa yake, hana budi kuiandaa timu ishinde dhidi ya Stade Malien. Na nukuu kile ambacho kimezungumza ni hivi: ilikuwa lazima tukutane naye, hali si nimeiona si nzuri, hakuna anayeweza kuyapokea matokeo yale kirahisi, lazima tuchukue hatua. Kuna mambo mengi kwa sasa dhidi ya kocha, tulianza sisi kama viongozi kuyaona, lakini sasa yamefika hatua ya mashabiki kupiga kelele. Tumekutana naye, tumemwambia salamu yake ni kufanya mambo yabadilike kwa haraka tunapokwenda kucheza na Stade Malien. Hivi ndivyo ambavyo alisema huyo mtu ambaye ametupa sisi taarifa. Maongezi yao ambayo ni ya bodi ya ligi na kocha waliongea kama hivyo. Aliendelea pia kusema kwamba tunataka kuona mambo yanabadilika haraka, tena kuanzia mchezo unaofuata dhidi ya Stade Malien. Kinyume na hapo itakuwa ngumu kuvumilia. Ili tufikie kwenye maamuzi ambayo hayatamfurahisha, ni bora asikilize na kubadilika haraka iwezekanavyo. Kocha ana timu yenye wachezaji ambao wanaweza kutengeneza matokeo.
Sasa kwa nini kwake inakuwa changamoto? Imefika hatua hata wachezaji wanalalamika kwamba wanajiona kama hawana thamani, hawapewi muda stahiki wa kutumikia Simba yao. Simba itakuwa nchini Mali Jumapili ijayo Novemba 30, 2025 ikiwa na mechi ya Liga Mabingwa Afrika dhidi ya Stade Malien, ambayo walitoa suluhu dhidi ya Esperance de Tunis, ambaye ndo timu ambayo imeonekana na Giant, ambayo katika msimamo wao wapo nafasi ya pili, wakati Simba ilipoteza mchezo wao wa kwanza wa kundi D ikiwa nyumbani. Kikosi hicho kilianza bila ya mshambuliaji halisi kwa maana namba 9. Badala yake ikawa imetumia viungo wengi sana, na mbaya zaidi walikuwa wamemtumia kama false 9 kwa maana Joshua Budo Mutale, huku viungo wengine akiwa ni Morris Abraham, Neo Maema na Elim Panzu Kibisawala, Steven Desemuko wala Jonathan Soa na Suleiman Mwalimu, ambao hawa ni washambuliaji kiasili, lakini wao kocha aliamua kuwaweka bench. Hiyo ilikuwa ni mechi ya 4 mfululizo kwa Simba kushindwa kupata ushindi nyumbani katika michuano ya CAF, kwani awali ililazimishwa sare 3 kuanzia fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita dhidi ya RS Berkane, na mechi 2 za raundi ya awali kwa msimu huu wa Liga Mabingwa Afrika, yani dhidi ya Gaborone United ya Botswana sare ya 1-1 na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini sare ya 0-0. Kesho Alhamis, kikosi cha Simba kinatarajiwa kusafiri kuifuata Stade Malien ya nchini Mali kwa ajili ya mechi ya pili ya kundi hilo itakaopigwa Jumapili mjini Bamako, ikihitaji kupata ushindi ili kujiweka pazuri katika kundi D lenye mabingwa wa zamani wa Afrika kwa maana Esperance de Tunis waliolazimishwa sare nyumbani na Stade Malien. Endapo Simba itashindwa kupata matokeo mazuri dhidi ya Stade Malien, kuna uwezekano Pantev asiwepo na kikosi hicho wakati timu hiyo ikikabiliana na TRA United Disemba 3, 2025 kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora, na kufungwa hesabu za mwaka 2025 dhidi ya Azam FC Disemba 6, 2025, mechi zote zikiwa ni za ligi kuu bara. Pantev, raia wa Bulgaria, alitambulishwa Simba Oktoba 3, 2025 ikiwa ni siku chache baada ya kuachana na Fadlu Davids ambaye alijiunga katika klabu ya Raja Casablanca. Aliongoza timu hiyo kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe hadi wachezaji nao wanalalamika, wanaonekana kwamba hawaitumiki vizuri timu yao. Na miongoni mwa wachezaji ambao wanalalamika ni pamoja na striker mpya kwa maana chui mweusi Jonathan Soa amelalamika wazi akisema kwamba hapati haki yake ya kuitumikia Simba yake. Tumeona hata ile ishara ya alivyofunga goli dhidi ya JKT Tanzania, alivyoenda kushika ile mic, alikuwa anafikisha ujumbe kwa viongozi kwamba haridhishwi na kile ambacho kinaendelea katika kikosi cha Simba. Haoni sababu ya yeye kukaa benchi. Ni bora yeye akae benchi, lakini awe anacheza mtu ambaye anagombania naye namba, lakini yeye anakaa benchi alafu anapangwa mtu ambaye si katika nafasi yake. Kwa hiyo kwake anaona kama anavunjiwa heshima. Lakini pia amezungumza mchezaji kwa maana Elim Panzu Kibisawala, pia amesema anapata tabu kwenye uchezaji kwa sababu amekuwa na timu ambayo bado haitengeneze chemistry nzuri. Leo hii anacheza na huyu, kesho hii anapangiwa huyu. Mwenyewe anasema walikuwa wameka bondi nzuri kati yake na Jean Shazawa, lakini mwisho wa siku anaona kana kwamba kile kitu kimeenda kubadilika, na anaona anarudi tena mwanzo, anaenda mbele na kadhalika. Kwa anaamini timu haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo mashabiki wamelalamika, wachezaji pia wamelalamika, na bodi ya ligi wamekaa kikao na kocha Dimitri Pantev, na amepewa sharti hilo ya kwamba hakikishe anashinda mechi ijayo. Tofauti na hapo, basi wao na Simba mkataba wao utakuwa umefika tamati. Na tukiangalia msimamo wa ligi, anayeongoza ni Petro di Luanda. Amecheza mchezo mmoja, ameshinda mchezo mmoja, hajatoa sare wala hajafungwa. Ana goli moja la kufunga, hajaruhusu goli, ana pointi 3. Nafasi ya pili inashikwa na Esperance de Tunis. Yeye ameshinda mchezo mmoja, ametoa sare, amecheza mchezo mmoja, hajashinda, ametoa sare na wala hajafungwa. Hana goli la kufunga wala goli la kufungwa, na pointi 1 kwenye nafasi ya pili. Na nafasi ya 3 ni Stade Malien ambaye amecheza mchezo mmoja,
hajashinda mchezo wote, ametoa sare na wala hajapoteza. Hana goli la kufunga wala goli la kufungwa, na pointi moja kwenye nafasi ya 3, na nafasi ya 4 ni Simba Sports Club ambaye yeye amecheza mchezo mmoja, hajashinda wala hajatoa sare. Mchezo huu amefungwa, ameruhusu goli moja na hana pointi, lakini pia yeye hajafunga goli lolote lile kwenye nafasi ya 4 akiwa anaburuza mkia. Ratiba kamili ni Novemba 30, 2025. Klabu ya Simba wao watacheza dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Alafu tutapumzika kupisha michuano ya AFCON na Januari 23 mwaka 2026 watacheza dhidi ya Esperance de Tunis huko nchini Tunisia, na Januari 30 mpaka Februari 1 kati ya hapo 2026 watarudi tena katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo hapo atacheza na Esperance de Tunis, na Januari 6, 2026 atacheza na Petro de Rwanda huko nchini Angola, na mchezo wake wa mwisho atamaliza akiwa nyumbani Februari 13 akicheza na Stade Malien huko nchini Mali. Hii ndio ratiba kamili ambayo inamkabili klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Amezungumza meneja wa habari na mawasiliano akiwataka viongozi wajitathmini. Viongozi wamejitathmini baada ya kufanya kikao na kocha Dimitri Pantev, lakini pia wachezaji wamezungumza ya kwao ya moyoni kile ambacho wanakipitia. Je, nini ambacho kitafanyika? Tusubiri na tuone, lakini asante kwa Bati Quality, mabingwa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina zote, mabati ya mgongo mpana, mgongo mwembamba, yale ya mfano vigae na yale ya matilio ya chenga. Fika ofisini kwao kwa kuwasiliana na namba ambayo unaiona hapo chini, wao watakuelekeza, na kwa swali lolote lile unaweza ukawauliza wao. Lakini ukiagiza bati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Lakini pia wewe unaona nafasi ya kutangaza biashara yako na Off Pitch TV, tucheki kwa namba ambayo unaiona hapo chini. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.